Ukimsikiliza Loveness kwa umakini mkubwa kupitia sentensi zake, unaona kabisa zinaenda kuleta mabalaa makubwa plus mchafuko mkali kwenye familia Mama Candy. Mfano, kipindi cha fumanizi kati ya Kelvin na Chopeko, Loveness alisikika akisema, najua Chopeko unaweza kupata kila kitu kutoka kwa Kelvin isipokuwa moyo wake. Yaani kwa tafsiri fupi, Chopeko ana uwezo wa kupata huduma zote za chumbani kama mke wa Kelvin, pamoja na huduma nyingine kama pesa, isipokuwa moyo wa Kelvin kwa sababu Loveness ndiye kaushikilia. Sasa kwa statement hiyo plus ile ya Loveness kusema Mama Candy kwa sasa aanze kumchukia Love mara moja na kumpenda Chopeko, haiwezi kuimpress uwezekano wa Tina kuanza kulala na Kelvin kwa kuwa mama ameanza kumpenda. Na mchawi ni Loveness pamoja na maficho ya taarifa kwa Kelvin. Anyway, mbali na hayo, kuna madhara mengine mapya ambayo yameibuka yanakuja kutokea kama Kelvin asipojuzwa kuhusu mpango wa Loveness na Mama Candy. Before ni kujuze madhara hayo mapya kwa kina, make sure una like video hii, kisha finya neno subscribe ili kupata update kwa saa husika, then turn on notification bell kupata kengele ya kazi nzuri kwa muda mwafaka. Malizia kwa kushare video hii ili raia wengine wanaoleka ubongo, na mwisho wa concept C utanipa maoni yako kulingana na maswali nitakayokupea kwa brain yako. After saying so, twende kwa concept C. Endapo mpango wa Loveness na Mama Candy Kelvin asipojuzwa, haya ndiyo madhara yake. Moja, kama Mzee Gamba akiwa bado yupo kwa Kanyampasila akapata phone akampigia Chopeko na kumwomba msaada kumwekea dhamana, Chopeko akakubali, basi moja kwa moja uwezekano wa Mzee Gamba kuja kukaa hapa nyumbani kwa Kelvin ni mkubwa sana. Nasema hivyo kwa sababu next part ndio tukio la Mzee Gamba kuonekana na mtafuta mwanae kwa ajili ya dhamana, kwa sababu Tina ameshanunua simu, hivyo lazima atamtafuta tu. Sasa kwenye next part hiyo ndio mwanzo wa Mama Candy kuanza kuonesha anampenda Tina na kumchukia Loveness, japo kwa kudonoa tu. Hii inakuja kumjengea power Chopeko kwa sasa ninapendwa, hivyo ile concept yake ya kusema nitapendwa na mama na atanishobokea ndio hiyo ambayo inakuja. Na chochote ambacho Chopeko atahitaji kufanyiwa lazima kitapitishwa ikiwa ni mtego wa Loveness. Kwa tafsiri hiyo maana yake hata Chopeko amlete Mzee Gamba hapo nyumbani kwa Mama Candy, basi Mama Candy anapaswa kumpokea mzee huyo huku akisikilizia plani za Loveness zipoje kwenye hili. Kumbuka Loveness huyu ndiye yule alimkubali Chopeko akae hapo kwa usiri, lakini mambo ikawa tofauti. Na raundi hii tena anasema anataka afanye plani iliyo njema zaidi kumngoa Chopeko hapo nyumbani, ingawa mwanzo plani zake zimezua matatizo. Haya, ukija kwa concept ya Loveness kumwambia Chopeko kuwa ana uwezo wa kupata kitu, kila kitu kutoka kwa Kelvin isipokuwa moyo wake, ina maana hata haki ya ndoa Chopeko anapaswa kuipata na lazima aipate. So kitendo cha Loveness kuruhusu Tina apendwe na Mama Candy kitakuwa ni moja kati ya mwanya ambao Tina atatumia ama atautumia kuimpress vitu vyake kwa Mama Candy, kwa sababu ana power kubwa ya kumwambia chochote Kelvin na akakifanya. Haitoshi, pesa za matumizi na mahitaji mengine lazima zitaongezeka, na ndizo zitampatia dhamana Mzee Gamba ili aweze kutoka kule kwenye Kanyampasila. Nadhani hizi fact ni kupatia before, thus sitaki kuzungumzia sana. Kingine, Mama Candy amekuwa akiongea mara kwa mara akihitaji kulea wajukuu watakaopatikana kwa Loveness. Sasa Chopeko amesema angeipata fursa wala hata kidunchu ya kulala na Kelvin angebeba mimba. Hii inaleta mazinzoni kidogo. Je, Tina amepona kizazi? Na kama kapona, huenda akaja kunasa mimba ya Dennis. Najua umestuka, mbona Timothy karukia chap kwa Dennis haraka hivi? Imekuwaje? Kwani kuna nini huko? Well, ipo hivi. Sina hakika kama Chopeko atafanikiwa kuwa na wasawa kulala na Kelvin, ingawa ataanza kupendwa kinafiki na Mama Candy, ila vya chumbani hawezi kupewa ngo. Sasa kwa situation ya Tina kunasa mimba ya Dennis itakuwa hivi: kama plani za Loveness zikatimia na Chopeko akafukuzwa yeye na baba yake, maana yake lazima wataenda kwa Dennis kuomba makao. Na Dennis kwa sasa moyo wake ni mweusi, hauna mfariji, na Chopeko kajileta lazima atamchepuka tu. Sasa katika kumchepuka hawezi kupata mimba, hapo ndipo mimba itanasa. Kibaya zaidi, kama Tina akienda kwa Dennis, lazima kutatokea mabaya makubwa kwa upande wa familia Mama Candy. Unajua why? Kama sijakosea, kuna kipindi Dennis alisema atafanya juu chini hata kutafuta mwanya wa kumdhuru mmoja wa familia Mama Candy,
ama wa familia ya Kelvin ili walau atimize haja zake na matakwa yake. Je, hauoni kama Tina atatumika katika kuidhuru familia hiyo? Halafu kingine, Dennis hajui mahali ambapo Kelvin anaishi na mama yake, hivyo uadui wao unaweza kuvuka mipaka mpaka basi. Haitoshi, kama Chopeko akifukuzwa na kuja kwa Dennis, halafu bahati mbaya Latifa arudi kimya kimya pasipo information na akote Nzegamba na Tina wapo hapo, na Tina akiwa kama mke wa Dennis, hakutakuwa na vita dhidi yao? Labda Dennis aseme nipo kupambana na Kelvin kwa kuwa akanipokonya kampuni, na huyu ambaye yupo hapa mimi Chopeko anafuata nini? Majibu yatapatikana. Na katika hilo, kabla sijasahau, Mr. Nado mpaka leo hii hajaonekana katika harakati zozote zile tokea atoe ahadi kwa phone call kuwa atakuja kusaini mkataba. Hii inaweza kuwa ni kweli anajishughulisha au anahusika na njama za Dennis baada ya OT kutumwa na kupeleka mikataba. Je, kampuni itabaki kudidimia mpaka lini bila uwekezaji? Hapa nafikiri kuna wasaa Kelvin anapaswa kupiga simu kwa Mr. Nado kupata uhakika wa majibu ambayo alishauriwa na Boniface kwamba huenda mzee huyu huenda kutokumpigia simu kunaweza kukawa ni chanzo cha yeye kutokufika kwa sababu anaweza kama amesahau. So, ili kujua hayo, lazima Kelvin ataipiga simu na kumuuliza imekuwaje. Na kama ikionekana deal is not done, basi lazima aweke tangazo la wawekezaji wapya kujitokeza ili mwenye sifa aweze kuwekeza. Sasa kitu ambacho kinanipatia mashaka, kama kukatokea hivyo, wale wawekezaji fake wa Dennis kupitia njia hiyo wanaweza kufika hapa na kuja kukiwasha kwa kampuni, mwisho ikabebwa kwa mara nyingine tena. Hivyo solution ya mambo yote ambayo yana happen kwenye nyumba ya Kelvin ni Loveness kumjuza Kelvin juu ya mpango wake. La haula, Mama Kendi ndiye aje kumjuza Kelvin kwa hayo yanayoendelea hapo ndani ni plan D ili kumngoa Chopeko. Ila wakumbuke kuna uhatari mkubwa sana kama wakizembea kumjuza Kelvin. Mfano, Tina akaanza kumpikia chakula Kelvin, hawezi kumwekea limbwata, even hata somo pia inawezekana hiyo. Je, madhara hayo mpo tayari kuyaona? Finally, nijuze umejifunza nini kwenye maisha ya Kelvin na Loveness, bila kusahau Chopeko Mwali Kigego. Lakini pia mtazamo wako upoje kuhusu mikakati ya Kelvin na kampuni, bila kusahau Loveness na mipango yake? Na unamshauri nini Loveness ili katika mipango yake kiumane vyema Chopeko aepe hapo nyumbani? Timothy nipo hapa, drop comment yako yenye maoni stahiki. Wana familia Kibox Media wapo hapa, watakupa like na kukujibu kulingana na maoni yako. Cha msingi zingatia matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili, maana ukiandika comments yenye misamiati tata haisomeki, haieleweki wakati sehemu ya edit ipo, basi edit ile comment yako ing'ae. La sivyo ikikaa kama kamzimu itafuta mara moja kwa sababu itakuwa imekiuka maadili kama Kibox Media family. See you until the next time, but you may comment by using English language. Kibox Media family, they will respond if possible. Ciao.